akaweka sarau unavyoviona. Yesu mwema huyu. Hebu tikisa kidogo mkono. Wakati naabudia shuleni, tumeanza mtume, tuko shuleni, shule ya msingi. Mwalimu mmoja alitusumbua. Unafanya ibada, mnatolewa nje, mnageukieni. Ya usumbufu. Siku moja akamata baba huyo mwalimu huyo, wakaniarifu watu, chungaji, nyumbani kuna wageni kwa jioni. Kuna nini? Na mama moja ana kama vile mwezi. Nilipoenda nyumbani nilikuta yule mwalimu huyo. Nikasema alhamdulillah. Anayetutesa Ibilisi ameruhusiwa amkamati. Nilipomuona mimi kwa kweli siwezi kukemea. Nikawaangalia tu vijana wanapambana. Walipochoka nikamwambia hivi, mpelekeni nyumbani, kesho mumlete kanisani. Nataka tu niwape shida. Mpelekeni nyumbani. Mzee ananipa hata kufa. Peleka nyumbani. Ila kesho asubuhi mlete kanisani. Bwana salamu sana. Sema ngoja simunyoshe kwanza. Inafanya akili. Wewe wanaokusumbua, wewe aje tu. Mungu akiamua kuwashughulikia, watakusalimu shikamoo. Akiamua, kesho yake kwa mnene yule mama, wakaja wanahangaika, anawarusha miguu na mkaote. Nikatoka nje ya kanisa hapo nikawatazama hivi. Wanahangaika asema sasa. Bado nilipomleta ngoja sasa nikomae. Kakomaa kafunguliwa. Akauliza niko wapi hapa? Naambia kanisani. Hapa niliponiona ni mimi aliyenitesa. Akainama akalia. Maana alikuwa anakimbia, anabaki uchi kama alivyozaliwa. Pepo zinamkimbiza. Kaniangalia. Aliyekuwa ananisumbua niko mbele yake, nimesema. Niambia tazama juu. Kenji za kanisa hili. Akalia tena. Kamtuliza sangaza kumjenga. Mpaka leo yuko kanisa. Amen. Yuko. Kwa malaika zake. Analeta na mayai. Waambie kitu. Amen. Mtu akikusumbua, mwambie shetani, shughulikie ila asife. Ila mnyoshi kidogo, lakini asife. Hapa nimefika mwisho. Mnyoshi. Tena na kwa pepo. Ingia kwa Mungu. Tuna uwezo wa kuziamurisha zije. Na tuna uwezo wa kuzitoa. Hapo tuna uwezo wa kuziamuru zikushughulikie. Na mwambie ni mwanaume lakini unavaa blouse. Unafanya mchezo wewe. Kabisa. Mimi uniteze kweli. Mimi unisumbue. Damani nilikuwa ukiniumiza moyo. Nilikuwa na hasira mbaya, nafunga na kuomba na kushughulikia kwa maombi, huwezi kuishi. Kuna mwingine alikuja kunisalimu na Uganda. Kwa nauma sana. Niko karibu ya kufa. Akaenda kumwambia mwenye nyumba hivi, hapa kwako kesho kuna msiba. Nilipomwona mpaka jua hawezi kukata usiku wa leo. Kesho kuna msiba. Mwenye nyumba akamwambia mke wangu hamu. Hataki msiba kwake. Nilikuwa naumwa, siwezi kuongea wala kusimama wala kufanya kitu. Chakula kwa nafanywa hivi. Abonyezwa hivi, anapanua na ingiza soda.
nilikuwa na uwezo wa kusikia. Miguu imeparalyze, mikono imeparalyze. Alafu mtu anakuja anatangaza vitu vya mauti kwanza. Nasema hivi, waliponiletea taarifa, siongei ila nasikia. Nikasema ndani ya moyo, hebu hiyo mauti aliyoitamka na imwendee. Kesho yake alikuwa analinda store, akapigwa na matofali. Yamejipaka, wamepanga matofali store. Yakapiga kichwa. Kisha kafa. Wakaniletea tena kesho kutoa yake hapa. Una habari? Fulani alipigwa matofali jana akaondoka. Amen. Haleluya. Amen. Mama moja mwingine tulikuwa tumepangana nyumba moja. Akaanza kunishtaki kwa mwenye nyumba, anasema tunaona watu wengi sana kwa huyu. Wanakuja wengi. Haiwezekani na majambazi yamo. Watatuletea wezi. Mwenye nyumba anamuuliza nifanyeje? Fukuza. Kwenye upangaji kuna majaribu. Fukuza. Mwenye nyumba akaniita, anieleza. Wenzako wanalalamika, nikamwambia wewe, nilishatoa kadi wanaokuja kuniona. Wanakuja kuniona kama ndugu yao katika Yesu Kristo. Amen. Sasa unataka niwazuie? Wenzako wanasema, wewe unasemaje mwenye nyumba? Sio shida, au sio shida. Sio shida. Akanitamkia mabaya. Huyo mpangaji mmoja anasema haya aliyoyazungumza yamrudie, akafa. Mwingine akaniumiza moyo sana.